Moto wa mjadala mkali waibuliwa bungeni. Dodoma, Tanzania. Huku mbunge akimtuhumu Rais Samia kwa kuwaua Watanzania ambao hawakukuwa na hatia. Mpaka sasa hivi serikali ya Samia yapita miezi mitatu haijaweza kutoa idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamizwa kwa kutaka uchaguzi wa haki na huru, kwa kutaka udikteta uweze kukamilika taifa letu Tanzania. Ninakumbuka mara ya mwisho Mheshimiwa Waziri Mkuu kichaa Mwigulu Nchemba alisema kwamba serikali haiwezi ikaharibu wakati wao kwenda kuharibu, yani kwenda kuhesabu maiti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na waweze kusema kwamba waliweza kuwaua. Alikataa kabisa. Lakini mbunge huyu amemkabili moja kwa moja Samia Suluhu Hassan na kumwambia kwamba serikali yake iliwaua ndugu wa Tanzania ambao hawakukuwa na hatia kwa tamaa za mamlaka. Na huyo ni mbunge kutoka kwa Chama cha Mapinduzi CCM. Karibu tuweze kuchanganua hii hoja. Ni kipi ambacho kimeweza kusababisha mbunge huyu akaamua kumwaga mtama, na ni yepi ambayo yatamfuata mbunge huyu? Mimi ni Bwana Ezra. Karibu sana kwenye ukumbi huu wetu, mahala ambapo tunasemezana ukweli, tunaelezana mambo bayana. Kitu ambacho nakuomba ni usikilivu mwema na uweze kujiunga na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Finya hapo chini penye umekuandikia subscribe. Finya hiyo subscription katika kituo cha Tanzania News TV. Alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Nimekueleza moto mkali uliwashwa kipindi ambapo mbunge wa jimbo la Chemba Kunti Yusuf Majala wa CCM ameyasema hayo Januari 27 mwaka 2026 wakati akichangia katika bunge la 13, mkutano wa pili, kikao cha kwanza baada ya shamra za mwaka mpya. Kunti Majala alisema kwamba serikali ya Samia iliangamiza wasiokuwa na hatia kwa tamaa zao za uongozi. Kwa hiyo niwaombe Watanzania wenzangu, hii lulu tulionayo sio kitu cha kubedha wala sio kitu cha kutikisa na kwenda kujaribu. Na Waswahili wanasema sumu haijaribiwi kwa kuonja. Tumejionea sisi wenyewe yaliyotokea. Wapo walioathirika hata ambao walikuwa hawahusiki na hayo mambo, lakini tumeenda kuangamiza watu wasiokuwa na hatia kwa tamaa zetu sisi ama mambo yetu ambayo tunayatamani kwenye maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo niombe lulu tulionayo, nirudie, ni heshima kwetu, ni pendo kubwa la Mwenyezi Mungu aliyotujalia tuweze kuwa nalo Tanzania na sio mahali pengine popote. Nina imani kwamba umeweza kumsikiliza vizuri. Huyu mbunge aliamua kusimama tisti na kuyamwaga haya na kusema kwamba serikali ya Samia iliweza kuwaua waliokuwa hawana hatia kwa tamaa zao za mamlaka. Huyu ni mbunge wa kwanza kutoka kwa chama cha CCM kumwaga mtama.
Wacha nikuambie ni kipi ambacho kitamfuata, kwa sababu mara nyingi pamekuwepo na semi kwamba chama cha CCM kinamuitikia Samia, lakini huyu mbunge wa jimbo la Chemba Nkunti Yusuf Majala alimwambia Samia, bana, uliua Watanzania kwa madaraka. Nimekueleza ni wabunge wachache ambao wataweza wakasimama na kuzungumza ukweli, lakini unajua yaweze ikawa kwamba huyu mbunge ameketi chini, amevaa kiatu cha mzazi mwenye aliweza kupoteza mtoto wake, amevaa kiatu cha rafiki mwenye aliweza kumpoteza rafiki yake, na amepandwa na hasira, akagundua kwamba serikali ilifanya baya. Najua mpenzi mtazamaji, unakumbuka kipindi kimoja tuliweza kuelezwa kwamba palikuwepo na kundi la vijana ambao waliweza kuuawa, hata hawakuwa kwenye maandamano. Lile kundi lilikuwa limeketi na kutizama mpira, mechi ya kandanda. Polisi wakaingia, wakamimina risasi na kuwaangamiza papo hapo. Hawakukuwa na kosa lolote. Alafu utasikia Samia akijitanua na kusema kwamba aliwafanyia vijana wa Tanzania yale ambayo aliweza kuyawaza na hawawezi kusubutu kurudi barabarani. Huyu ni mama mwenye yuko na watoto, anasimama kamera zikimwangalia na kusema maneno kama hayo. Huyu mdada ambaye ni Kunti Masijala, baada ya kusema kwamba utawala wa Samia uliweza kuwaua wasiokuwa na hatia kwa tamaa za uongozi, ninaona akifikishwa mbele ya tume ya maadili kuhojiwa kwa kusema ukweli wake huo. Kwa sababu mbona nimeweza kusema kwamba ninaona anaweza akaitwa kwenye tume ya maadili ya Tanzania aweze kuandikisha taarifa au kuhojiwa kuhusiana na taarifa ambazo aliweza kuzisema kwamba Watanzania waliuawa. Serikali ya Samia iliweza kusema kwamba wale ambao waliuawa na wenzao ambao walikuwa na silaha. Yaani waandamanaji walikuwa na silaha wakawashambulia wenzao. Lakini huyu mbunge yeye amesema kwamba serikali iliweza kuwaua wananchi kwa tamaa ya uongozi. Ninaona akiitwa aandikishe taarifa na hata ataweza akafunguliwa mashtaka ya uchochezi au uhaini. Nambari 2, huyu mbunge kibarua tayari kishaota nyasi. La, ni bora kusimamia ukweli, maana ukweli umemuweka mtu huru mbele ya Mungu, japo kwa binadamu utaonekana mbaya na akipata nafasi anakuua vilevile. Sasa mimi ninaona huyu mbunge Kunti Majala awe makini sana. Unaona kile ambacho kiliweza kumpata aliyekuwa mbunge wa Paramiho Jenista kinaweza kikampata huyu. Kitu ambacho serikali ya Samia inachukia ni mtu ambaye anasema ukweli na mtu ambaye anataka demokrasia. Hivyo vitu viwili kwa serikali ya Samia
haviendani. Yule mwenye anasema ukweli na yule mwenye anataka demokrasia na yule mwenye anaandamana kupinga serikali, hao watu watatu Samia huwa hawataki. Kwa hivyo huyu mbunge Kunti awe makini sana, kwani katika kuropoka hatimaye saa mbovu imesema ukweli. Wameua wale ambao hawakukuwa na hatia kwa tamaa zao. Hili ndilo tunalopigania, tunalopigia kelele cha ajabu. Aliyeua wala hajawahi kukiri. Ndiyo kwanza anasema hatua ya kuua ilikuwa sawa, na leo yupo bise kukata keki ya birthday. Huyu mbunge yeye amekiri kwamba serikali ya Samia iliweza kuangamiza Watanzania, lakini Samia mwenye alitoa amri hajawahi kukiri kwamba aliwaua Watanzania. Neno ambalo alijaribu kukiri kwamba serikali yake ndiyo ilihusika kwenye maafa, alisema kwamba serikali yake haikukuwa na namna ya kuzima maandamano pasipo kutumia mtutu wa bunduki. Samia hajawahi kiri kwamba aliua, lakini huyu mbunge yeye amekiri kwamba waliua. Huyu mbunge ajichunge sana. Huyu mbunge sasa amekuwa shujaa, kwa sababu amesema ukweli, lakini ajichunge sana, kwa sababu serikali inachukia watu ambao wanasema ukweli. Angalia Humphrey Polepole alipo kwa kusema ukweli. Angalia mtu mwenye anaitwa Askofu Gwajima aliyekuwa mbunge, alipokuwa anasema ukweli, serikali ilimtafuta iweze kumteka. Angalia Padri Kitima, kwa kusema ukweli anachukiwa na serikali. Na hivyo huyu mwanadada ambaye ni mbunge Kunti, kuanzia sasa atakuwa ni adui wa serikali. Huyu ndiye mchangiaji wa kwanza kwenye bunge hili la 13 ambaye hajapigiwa makofi wala kugongewa meza kwa kutoa hoja nzito kama hizi. Wazo lako ni lipi? Ni heri usimamie ukweli kuliko kupewa sifa ukiwa umeua. Mbunge amesema ukweli, lakini achiadhari, ajilinde sana. Maoni yako ni yepi? Mimi ninaona kwamba huyu mbunge aliona jinsi ambavyo mama walikuwa wanalia watoto wao wameuawa. Ameamua kukiri kwa sababu ameona kwamba hata yeye ni miongoni mwa wale ambao waliweza kuchangia wananchi wakauawa. Wazo lako ni lipi?